Luka mtakatifu sura ya 19 mstari wa kwanza mpaka wa 10. Neno la Mungu linasema hivi: naye alipoingia Yeriko, alipita katikati yake, na tazama, palikuwa na mtu jina lake Zakayo, mkubwa mmoja katika watoza ushuru, naye ni tajiri. Huyu alikuwa akitafuta kumwona Yesu ni mtu wa namna gani, asiweze kwa sababu ya umati wa watu, maana ni mfupi wa kimo. Akatangulia mbio, akapanda juu ya mkuyu apate kumwona, kwa kuwa atakuja kuipitia njia ile. Na Yesu alipofika mahali pale, alitazama juu, akamwambia, Zakayo, shuka upesi, kwa kuwa leo imenipasa kushinda nyumbani mwako. Akafanya haraka, akashuka, akamkaribisha kwa furaha. Hata watu walipoona walinung'unika wote, wakisema, ameingia kukaa kwa mtu mwenye dhambi. Zakayo akasimama, akamwambia Bwana, tazama Bwana, nusu ya mali yangu nawapa masikini, na ikiwa nimemnyang'anya mtu kitu kwa hila, namrudishia mara 4. Yesu akamwambia, leo wokovu umefika nyumbani humu, kwa sababu huyu naye ni mwana wa Ibrahimu. Kwa kuwa maana mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Damu ya Yesu Kristo. Katika waraka wa Yohana sura ya 3 mstari wa 23, Mungu anasema, na hii ndiyo amri yake, kwamba tuliamini jina la mwana wake Yesu Kristo na kupendana sisi kwa sisi kama alivyotupa amri. Damu ya Yesu Kristo. Mungu anatuonyesha amri za kuzishika, kwamba tuliamini jina la Yesu Kristo mwana wake, tumwamini Yesu Kristo, na tukisha mwamini sisi tunakuwa wana wa Mungu, na tupendane sisi kwa sisi kama alivyotupa. Kwa hizi amri mbili tunakuwa wana wa Mungu, tunakuwa Wakristo wa kweli, tunakuwa wana wa Ibrahimu: imani na upendo. Kwa hiyo watu wanatakiwa kujua, mtu yoyote kuwa mwana wa Mungu ni lazima awe na imani kwa Yesu Kristo na upendo kwa ndugu. Hii ndiyo tabia ya Mungu wetu, na hizi ndizo amri za Mungu wetu: imani kwa Yesu Kristo katika mwili na damu yake, imani kwa Yesu Kristo katika mwili na damu yake, na upendo kwa ndugu yetu, kutenda matendo mema kwa ndugu kwa jina la Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo mtu yoyote akitaka kuwa aitwe mwana wa Ibrahimu ni lazima awe na amri hizi mbili: imani na upendo. Ibrahimu aliitwa baba wa imani, alikuwa na imani na upendo kwa ndugu, alimwamini Mungu juu, na kwa imani ile ikazaa matunda, akawakaribisha wageni. Alikuwa na upendo kwa ndugu, akawakaribisha wageni, akawapa chakula wageni, akawapa chakula walio na njaa, akawapa maji walio na kiu, akawapa nguo walio uchi. Huyu ndio Ibrahimu. Kama sisi tuna imani ya Ibrahimu, basi kweli tutaitwa wana wa Mungu. Biblia inasema hivi: ikiwa sisi ni Wakristo, sisi ni wana wa Ibrahimu, na ikiwa sisi tuna imani ya kweli na Yesu Kristo, sisi ndio wana wa Ibrahimu. Kwa hiyo Ibrahimu alikuwa na imani na upendo, alimwamini Bwana, upendo akaufanya kwa ndugu kwa jina la Bwana, akahesabiwa kuwa huyu ni mwenye haki. Kwa hiyo ili tuitwe wakamilifu wana wa Mungu wenye haki kama Ibrahimu, basi ni lazima tuzishike hizi amri mbili: imani kwa Yesu Kristo katika mwili na damu yake. Tunatumaini damu yake, tunatumaini damu yake na mwili wake, tunategemea mwili wake na damu yake. Hii ndio imani yetu kwake. Alafu tukisha mwamini yeye, upendo kwa ndugu kama alivyotuamuru, pendaneni ninyi kwa ninyi.
Kwa hiyo tukifanya hivi tumetimiza sheria zote na Torati na manabii. Maanake amri zote 10 zinatimilika katika hizi amri mbili, imani na upendo. Amri zote ndani ya Biblia zinatimilika katika hizi amri mbili: mpende Bwana Mungu wako, imani kwa Yesu Kristo, na umpende jirani yako kama nafsi yako, upendo kwa ndugu, damu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo tukishika hizi amri mbili tumetimiza Torati na manabii, tumetimiza amri 10 za Mungu: imani kwa Yesu Kristo, upendo kwa ndugu zetu. Hawa ndio watakatifu wa Mungu, damu ya Yesu Kristo. Mungu ni upendo. Kama Mungu ni upendo na sisi ni wana wa Mungu, sisi nasi ni upendo. Tabia ya wana wa Mungu, upendo. Kama unamwamini Yesu Kristo kweli, lazima uwe na upendo. Kama unamwamini Yesu Kristo kweli, hiyo imani yako itathibitika kupitia upendo kwa ndugu, kwa sababu Mungu ni upendo. Na tunaposema Mungu ni upendo, tunauonaje upendo wa Mungu? Tunauona kupitia sisi wenyewe. Anatupa jua, anatupa mvua, anatupa uhai, ametuumba bure, anatulinda. Huu ndio upendo wa Mungu. Kwa hiyo upendo wa Mungu unaonekana kwetu sisi wenyewe. Kwa hiyo Mungu ni upendo, kama alivyosema yeye mwenyewe, mimi ni upendo. Kwa hiyo kama yeye ni upendo, upendo wake unathibitika kwetu sisi wenyewe, tunauona. Ingawa kuna watu hawamchi Mungu, lakini anawapenda, anawapa jua, anawapa mvua, wanalima, wanapata chakula, analinda uhai wao. Ingawa wako watu wanamtukana Mungu, lakini yeye anaonyesha upendo kwao. Kwa hiyo hakuna mtu atakayeweza kudoubt, atakayeweza kuwa na mashaka kwamba Mungu ni upendo kweli au la, kwa sababu siku zote anatulinda, anaulinda uhai wetu. Huo ndio upendo wa Mungu. Ni mapenzi yake wewe kuumbwa uwe mwanadamu. Angekuumba uwe jiwe, lakini amekuumba uwe mwanadamu. Ni upendo wa Mungu. Ameumba anavyotaka, ameumba viumbe vyote anavyotaka. Huu ni upendo wa Mungu. Sisimizi anamshukuru Mungu kwa sababu amemuumba sisimizi. Mende anamshukuru Mungu kwa sababu amemuumba yeye ni mende. Ng'ombe anamshukuru Mungu kwa sababu amemuumba yeye ni ng'ombe. Wanyama wote wanamshukuru Mungu. Samaki wa baharini wanamshukuru Mungu. Ndege wa angani wanamshukuru Mungu kwa sababu wameumbwa ni ndege wa angani. Binadamu wanatakiwa kumshukuru Mungu kwa sababu wameumbwa wanadamu. Miti inamshukuru Mungu kwa sababu imeumbwa miti. Huu ndio upendo wa Mungu. Ameumba kila kitu kwa mapenzi yake. Yeye ni upendo, damu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo upendo wa Mungu, tukitaka kusema upendo wa Mungu ni upi, jitazame wewe mwenyewe, ndio utauona upendo wa Mungu. Kwa hiyo ukisema wewe unamwamini Yesu Kristo, basi imani yako lazima ikaonekane kwenye upendo kwa ndugu. Huwezi kusema unamwamini Yesu Kristo alafu na imani yako haiwezi kuonekana kwa macho. Kwa hiyo imani ya mtu inaonekana kupitia upendo kwa ndugu. Kwa hiyo ukiwa na upendo kwa ndugu, ukitenda matendo mema kwa ndugu, basi imani yako inathibitika kuwa kweli wewe ni mwana wa Mungu, wewe ni mcha Mungu, damu ya Yesu Kristo. Imani haionekani kwa macho, bali imani inaonekana kupitia upendo, damu ya Yesu Kristo. Watu lazima watambue hilo. Mtu yoyote anayemwamini Yesu Kristo kwa njia ya kweli, kwa uaminifu, ni lazima ndani yake kunainuka hii tabia ya Mungu, upendo kwa ndugu, naye atafanya upendo, matendo mema kwa jina la Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo. Mtu asikwambie tu yeye ni Mkristo, yeye anamcha Mungu. Huwezi kuona. Ndio unasema we ni mcha Mungu, ndio unasema we ni Mkristo, sawa, lakini imani haionekani kwa macho. Lakini imani, kama una imani ya kweli, unamwamini Yesu Kristo kweli, itaonekana kupitia upendo. Upendo haupo, wewe si mwana wa Mungu, hata kama ukijiita ni Mkristo. Upendo haupo. Ndio wewe ni Mkristo unajiita, lakini upendo hauna. Wewe huwezi kuwa mwana wa Ibrahimu, kwa sababu Ibrahimu alimwamini Mungu, akaitimiza na amri ya upendo kwa ndugu, akawapa chakula wenye njaa, akawapa maji ya kunywa wenye kiu,
aliwakaribisha wageni, hata akamkaribisha na Mungu pia. Damu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo vile upendo wa Mungu unavyojulikana kwa wanadamu, jinsi anavyotupa chakula, jinsi anavyotupa uhai, jinsi anavyotuponya magonjwa, jinsi alivyotupa macho tunaona, jinsi alivyotupa pumzi tunapumua, ametupa pua, ametupa mdomo, ametupa masikio, ametupa miguu, ametupa mikono, na wengine amewaumba kwa hali ya ajabu. Hawana macho wanaishi, hawana miguu wanaishi, hawasikii, hawana masikio, wana masikio lakini hawasikii na wanaishi. Lakini hakuna kitu kinapungua kwenye upendo wa Mungu. Tunauona upendo wa Mungu. Damu ya Yesu Kristo. Vivyo hivyo na sisi, upendo wetu, tunaposema sisi ni Wakristo, basi Ukristo wetu uonekane kupitia upendo. Sisi tunaposema ni wacha Mungu, uchamungu wetu uonekane kupitia upendo kwa ndugu zetu, kwa jina la Yesu Kristo. Tunaposema sisi ni wana wa Mungu, huo wana wa Mungu ukaonekane kupitia upendo kwa ndugu zetu. Tunaposema sisi ni watakatifu, huo utakatifu wetu uonekane kupitia upendo, sio kupitia mdomo tu. Tunaposema sisi ni wana wa Mungu, sisi ni watakatifu, wana wa mbinguni, kanisa takatifu la Mungu, huo utakatifu ukaonekane kupitia upendo. Damu ya Yesu Kristo. Na hapo ndipo Yesu Kristo atasema, nyinyi ni wana wa Ibrahimu, nyinyi ni wana wa Mungu, nyinyi ni watu wangu. Kupitia upendo ndipo Yesu anapotamka kuwa wewe ni mwenye haki, kupitia upendo, kwa sababu imani inaonekana kupitia upendo. Kwa hiyo